Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, mara baada ya mabadiliko ya uwanja kwa ajili ya mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika Simba Sports Club dhidi ya RC Berkane kufanyika, bwana, tumeona komenti mbalimbali, maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wa soka, mashabiki kuhusiana na mchezo huo kupelekwa kwenye uwanja wa New Aman Complex kule visiwani Zanzibar. Sasa baada ya tetesi kwamba pengine huenda mchezo kachezwa kwenye uwanja wa Aman, bwana, kulikuwa na maneno mengi sana na kulikuwa kuna taarifa nyingi sana juu ya mchezo huo kupigwa kule, lakini baada ya siku tukaona CAF waka-confirm kwamba mchezo huo utachezwa kwenye uwanja wa Aman New Complex pale visiwani Zanzibar, na wekundu wa Msimbazi Simba waka-confirm, wakatoa taarifa yao kuhusiana na kukubaliana na mabadiliko hayo ya mchezo wao dhidi ya RC Berkane. Sasa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Mo Dewji, ambaye pia ni rais wa heshima wa klabu hiyo, bwana, ametoka na kauli na kusikitishwa na maamuzi hayo ya mchezo huo kupigwa pale visiwani Zanzibar. Sasa ni kupitisha kwenye kile ambacho Mo Dewji kiandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya kutoa taarifa juu ya mapokeo ya mchezo huo wa finali kupelekwa kwenye uwanja wa New Aman Complex kule visiwani Zanzibar. Bana, taarifa yenyewe ni kama ifuatavyo, kwa kile ambacho Mo Dewji yeye kizungumza ama amekiandika. Anasema, ndugu zangu wana Simba, na waandikia leo nikiwa na masikitiko lakini pia nikiwa na imani isiyoteteleka. Katika wiki chache zilizopita tumeshirikiana kwa karibu na taasisi husika kuhakikisha tunapata haki sahihi, fursa ya kuandaa mechi ya marudiano ya finali ya kombe la shirikisho la CAF katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vigezo vilivyotolewa, kila hatua ya ukarabati wa uwanja ilifuatwa kwa umakini ili kuhakikisha unakuwa tayari kwa mechi hiyo ya fainali. Wakati huo baadhi ya matukio yaliyotokea nyuma ya pazia yameacha maswali ya msingi. Taarifa zilianza kusambaa mitandaoni kabla ya taarifa rasmi kutolewa. Tulieleza wasiwasi wetu kwa uwazi. Pamoja na juhudi hizi zote, CAF imethibitisha kuendeleza uamuzi wa kuhamishia fainali hiyo Zanzibar. Bila shaka matokeo haya ni ya kusikitisha, si kwa Simba tu bali kwa mashabiki wetu na kwa wote waliotoa juhudi kubwa kuandaa tukio hili katika historia ya Simba na Tanzania. Kwa mtazamo wangu wa kibinafsi, hatukutendewa haki, lakini nasema pia hatujakata tamaa. Simba haijawahi kuwa klabu inayotegemea mazingira ya faraja. Tunastawi chini ya shinikizo, tukiendeshwa na imani na nguvu ya watu wetu. Tunaenda Zanzibar si kwa hiari bali kwa wajibu, na tutatimiza wajibu huo kwa mshikamano, kwa dhamira na kwa fahari. Yaliyosalia tunamwachia Mwenyezi Mungu. Bwana, Mo Dewji ameandika ujumbe huo kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, na akaendelea kuandika kwamba kwa wachezaji wetu, mnavaa nembo yenye historia, ingieni Amani kwa vichwa juu. Chezeni kwa ujasiri, kwa umakini na kwa utulivu kama mashujaa wa Simba mlivyo. Kwa mashabiki wetu, naelewa hisia zenu, nami pia nahisi hivyo, lakini sasa ni wakati wa kugeuza hisia hizo kuwa nguvu ya pamoja. Tujaze amani kwa moyo, kwa matumaini na kwa sauti. Tuwafanye wapinzani wetu waone na wasikie kishindo cha Simba popote tulipo. Asante kwa wadau wote waliowezesha safari hii, serikali, shirikisho la mpira, vyombo vya habari na kila aliyeshiriki katika maandalizi ya mchezo huu. Na kwa mtazamo, uwanja unaweza kuwa umebadilika, lakini Simba ni yule yule. Dhamira yetu iko wazi. Tunaelekea Zanzibar tukiwa tayari kupambana. Simba ni mfalme anayeweza kunguruma popote.
Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki soka la Afrika. Mo Dewji, rais wa Simba na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Bwana, hiyo ndio taarifa ama ujumbe mzito kabisa ambao Mo Dewji ameuandika kuelekea kwenye mchezo huo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza wekundu wa Msimbazi Simba alikubali kichapo cha goli 2-0, na ili wekundu wa Msimbazi Simba walitwae kombe hilo la CAF wanatakiwa kushinda magoli 3 ama kushinda magoli 2 ili kwenda kwenye hatua nyingine ya mikwaju ya penati, ili waone kama wanaweza kuweka historia nyingine ya kibabe kabisa ya kuweza kulitoa kombe la shirikisho barani Afrika. Ni moja kati ya ujumbe ambao umejaa hisia kubwa sana ukiusoma, na wakati na usoma ni kama mimi pia nilijiwa na hisia fulani hivi kama ambavyo Mo Dewji pengine alikuwa na hisia hizo wakati anaandika ujumbe huu. Ni moja kati ya ujumbe ambao Mo Dewji ameamua kufunguka na kuelezea hisia zake mara baada ya mabadiliko hayo. Bwana, tunafahamu wale ambao walikata tiketi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ama tiketi za uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumeona taarifa iliyotolewa na wekundu wa Msimbazi Simba wakisisitiza kwamba tiketi hizo zitatumika kwenye Simba Day. Kwa wale ambao walikata tiketi kwa ajili ya kutazama mchezo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, tiketi zao zitatumika kwenye tamasha la Simba Day. Lakini kwa wale ambao bado hawajakata tiketi, wanaruhusiwa kuendelea kukata tiketi kwa ajili ya kwenda kutazama mchezo huo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika pale visiwani Zanzibar. Tunafahamu mzunguko ni shilingi 5,000 na tayari mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba wameshakwisha kuwasili kule visiwani Zanzibar. Tayari pia hamasa imeshakwisha kuzinduliwa na msemaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally kuelekea kwenye mchezo huu wa tarehe 25 ambao unatarajiwa kupigwa majira ya saa 10 kamili jioni. Moja kati ya mchezo wa muhimu sana, moja kati ya mchezo ambao wekundu wa Msimbazi Simba wanaenda kuonyesha ufalme wao kwenye michuano ya kimataifa. Tunafahamu wamefika mara kadhaa kwenye hatua ya robo finali, mara kadhaa kwenye hatua ya nusu finali, lakini toka mwaka 1993 wekundu wa Msimbazi Simba anakwenda pia hatua ya finali mwaka 2025. Kwa hiyo pengine ni matumaini yetu wa Tanzania, mashabiki wa Msimbazi Simba, uongozi wa Simba, kwamba Simba anakwenda kufanya jambo licha ya haya yote ambayo yameweza kujitokeza kuelekea kwenye mchezo huo wa finali. Lakini kubwa zaidi ni ujumbe wa Mo Dewji ambaye ameuandika, ambao ameonyesha masikitiko yake kwenye kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini yote kwa yote tunasubiri dakika 90 za pili ambazo zitaamua ni nani anayekwenda kulichukua taji hilo la kombe la shirikisho barani Afrika. Naitwa Silas Simon, kipenda unaweza kuniita jezi namba 17 mgongoni. Nitaendelea kukupa taarifa kuelekea kwenye mchezo huo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini maandalizi yako tayari. Wekundu wa Msimbazi Simba wako tayari kwa ajili ya mchezo huo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.